Bwana Yesu asifiwe, wapendo wangu. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu ametupatia ya kuweza kujifunza neno lake. Na leo tutajifunza kuhusu Yesu Kristo. Tujue Yesu Kristo ni nani na amekuja kwetu kwa ajili gani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa wakati huu na kwa muda huu ambao umetupatia, kwa rehema zako nyingi na kwa neema yako. Tuko mbele zako. Tunaomba Roho Mtakatifu tufundishe, tupe kusikia, tuongoze, tupe kuamini na kufanya yale yatupasayo kwa utukufu wa jina lako. Tunakualika mahali hapa, kila nafsi ikamtii Kristo, ili wewe upate kutukuzwa na kubarikiwa na kuinuliwa. Asante Mungu wa neema, katika jina la Yesu, amina. Basi wapendwa wangu, siku ya leo ningetamani sana tujifunze Yesu ni nani. Yesu ni Masihi, ni mwana wa Mungu aliye hai, ni mpakwa mafuta wa Mungu aliyeahidiwa na Mungu kupitia manabii. Yeye ni Kristo, na kama ambavyo nimesema kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyetumwa kuja kutuokoa wanadamu ulimwenguni, kuja kutuokoa dhambi zetu, kuja kutusamehe dhambi zetu, kuja kutupatanisha na Mungu kwa ajili ya kutusamehe sisi, yani tuwe na ule ushirika wa Mungu na Mungu ambao uliharibika baada ya dhambi ya kwanza kuingia kupitia Adamu. Kwa hiyo yeye amekuja kuanzisha ufalme wa Mungu, kuweza kumfanya mwanadamu aweze kuwa na patanisho na Mungu wake aliyemuumba, ili aweze kurithi ule ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapaswa sana kumheshimu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambapo amekuja duniani kudhihirisha upendo wa Mungu Baba kwetu na kuleta wokovu kwa mwanadamu. Kwa hiyo yeye alizaliwa kwa mfano tu wa mwanadamu, lakini alizaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na katika kuzaliwa kwake lilikuwa lipo kusudi, na kusudi kubwa ni kumwokoa mwanadamu. Kwa hivyo ni yeye tu ambaye alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe alilifanikisha hilo ili kwamba sisi tuweze kupata ule uzima wa milele katika utakatifu. Kwa hiyo maandiko yenyewe yanashuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukisoma katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 17, nasema na sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Na hata alipokuwepo duniani aliwauliza wanafunzi wake kuwa yeye ni nani. Na Simoni Petro ambaye ni mmoja wa wanafunzi wake akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukisoma katika ile Mathayo sura ya 16 mstari wa 16. Kwa hiyo Mungu mwenyewe amemdhihirisha, lakini hata wale aliokuwa nao wamemdhihirisha kwamba ni mwana wa Mungu kutokana na yale matendo aliyokuwa akiyafanya ya kiungu. Na Roho Mtakatifu aliweza kumfunulia Petro kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hilo ni la kwanza, na ni Masihi wa ulimwengu. Ni la pili, ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili gani sasa? Yeye alikuja ulimwenguni kwa sababu ya ule upendo mkuu wa Mungu. Mungu alitupenda tungali wenye dhambi. Mungu alitupenda tungali wenye matendo yasiyofaa, matendo yanayotuweka mbali na yeye. Lakini akasema hapana, lazima nimwokoe huyu mwanadamu niliyomuumba kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa sababu ukisoma ile Warumi 3:23 sema wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna aliye mkamilifu, na tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya. Wote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ili kurejesha ule utukufu wa Mungu, ili kurejesha ule uhusiano wa mimi mwanadamu na Mungu,
Yesu Kristo akaja kupitia damu yake iliyomwagika msalabani, inatuosha. Kupitia jina lake linatuokoa, na yeye ndiye anayetusaidia, na hilo jina la Yesu ndio tulilopewa jina kuu, ambapo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba yeye ni Bwana. Kwa hiyo lile pendo kuu ambalo Mungu aliliona kwa ajili yetu sisi wanadamu waliotuumba kwa mfano wake, kulirejesha ni kwa ukombozi kupitia ile kazi ya msalaba Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu alitupenda sana, alinipenda sana mimi, alikupenda sana wewe, ndio maana akamtoa mwanawe wa pekee. Na ukisoma ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16, sema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Alimtoa ili wewe, kwamba ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Kwamba uzima wa milele katika Kristo, uzima wa milele tunaopata katika Kristo, kwamba Yesu Kristo ndiye yeye yule, ni njia na kweli na uzima. Hakuna awezaye kuja kwa Baba wa mbinguni pasipo kupitia jina la Yesu, pasipo kupitia kwa Yesu. Kwa hiyo hata tujapokuwa na dhambi, tunapoomba rehema kupitia jina la Yesu, Mungu anaiona ile damu ya mwanae iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, inatuosha na kututakasa na kuweza kutupa lile patanisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ni Mwokozi, ni patanisho la mwanadamu na Mungu wake aliyemuumba. Yesu aliishi maisha yasiyo na dhambi. Alizaliwa akaishi kama maisha ya kawaida ya mwanadamu, lakini hakuwa na dhambi. Aliishi maisha matakatifu. Yesu alijaribiwa, lakini alimshinda yule mwovu kwa neno. Aliishi maisha matakatifu. Aliishi maisha matakatifu. Na hii tunaweza kuipata katika ile waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 22, kwamba yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yaani hakutenda dhambi, lakini hakuna hila ambayo ilionekana kinywani mwake. Hakutenda dhambi, hila haikuonekana kinywani mwake. Hakutenda dhambi, hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwamba Yesu Kristo amekuwa mfano mzuri, kwamba yeye anaweza kutusamehe dhambi. Hakuishi maisha ya dhambi. Hakuishi maisha ya dhambi kwa sababu yeye mwenyewe ametupa ule mfano. Kumbe inawezekana nikiamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, naweza kuishi maisha yasiyo na dhambi, kwa sababu yeye mwenyewe alizishinda dhambi, aliushinda ulimwenguni. Kwa hiyo alikuja kutuhudumia sisi, alikuja kutuhudumia sisi badala ya kuhudumiwa. Aliponya wagonjwa, aliponya wagonjwa, aliokoa watu, aliwasamehe dhambi zao, alifungua watu, aliganga mioyo ya watu, alisaidia watu wengine, alifufua wafu waliokufa. Na habari zake zilitabiriwa tangu kutoka kwa manabii. Tukisoma katika ile Isaya 53, tunaona ambavyo nabii Isaya alitabiri habari zake, alizungumza habari zake na jinsi ambavyo yeye alipigwa, akateswa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona, tumewekwa huru. Sisi tumepona kwa kupigwa kwake. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu, ni mfalme wa ulimwenguni huu na mfalme yule ajaye kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo hakuna mtu awezaye kufika kwa Baba pasipo kupitia kwa Yesu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ni Mwokozi. Kwa hiyo alikuja kuhudumu badala ya kuhudumiwa. Kusoma ile Marko 10 mstari wa 45.
Anasema kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kwa fidia ya wengi. Amekuja kuitoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi. Kwa kupitia kifo na ufufuo wake, Yesu alileta ushindi na tumaini. Kwa sababu yeye alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yoyote aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Yeye ndio huo ufufuo na uzima. Kwa tujapomwamini Yesu, hata tujapokufa tutaishi. Kwa sababu yeye ndio huo ufufuo na uzima. Yeye amekuja kutuhudumia. Yeye amekuja kutupatanisha. Yeye anasamehe dhambi, anaokoa, anaponya, anarejesha yaliyopotea, anatuondolea ya kale na kutufanya kuwa viumbe vipya vyenye kuwa na urithi pamoja na yeye, kwa sababu sisi tunakuwa warithi pamoja na Kristo, na sisi tunakuwa na ile haki ya kuitwa wana wa Mungu. Tunakuwa candidates of heaven. Tunakuwa yani wale watu ambao ni raia wa mbinguni, washirika pamoja na Kristo, wana wa Mungu sawa sawa na Yesu alivyo mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni kwa jina la Yesu tu, kama ambavyo nimesema kwamba kila goti litapigwa. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo ukisoma ile Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10 utaona kwamba ni jinsi gani ambavyo tunaambiwa tumtumainie yeye Kristo, tumpende yeye, tutii mafundisho yake na kumfuata yeye, kuishi maisha ya mfano, maisha ya upendo, maisha ya ukarimu, maisha ya kujali wengine, maisha ya kumpenda Mungu kuliko kitu chochote, maisha ya kumtumainia na kumtegemea Mungu, haijalishi kwamba unapitia kwenye hali gani, maisha ya kujua kwamba mimi ni kiumbe kipya, mwili wangu mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu, sitakiwi kuruhusu dhambi. Moyo wangu mimi ni moyo ambao unalijaza neno la Mungu, haujazi masimango, manyanyaso, mambo maovu na mabaya. Kujua ya kwamba mimi nina nafasi gani mbele za Mungu. Na ukishamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haishii hapo tu. Maana yake kwamba unatakiwa umfuate, uwe mwanafunzi wake, ufundishwe kila siku, akusaidie. Kila siku ufundishwe, kila siku uelewe, kila siku uwe mfuasi wake, ili pia uweze kuzaa matunda, uweze kuambia wengine makuu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajua ya kwamba baada ya ufufuo wake Mungu alimuinua, kwamba Yesu aliteswa, alipigwa kwa ajili ya dhambi zetu, alikufa, akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Yuko juu mbinguni, yu hai. Hatuzungumzi mfu, tunazungumza aliye hai. Na baada ya ufufuo wake tunajua kwamba Mungu alimuinua juu. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha sana, akamkirimia lile jina lipitalo majina yote. Kwa jina la Yesu tunasamehewa dhambi. Kwa jina la Yesu tunaokolewa. Kwa jina la Yesu tunafika mbinguni. Kwa jina la Yesu wagonjwa wanaponywa. Kwa jina la Yesu wenye mapepo wanafunguliwa. Kwa jina la Yesu mambo mazuri yanatokea na tunakuwa na ushirika na Mungu. Kwa hiyo kama Yesu mwenyewe alivyosema katika ile Yohana sura ya 14 mstari wa 6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hatuwezi kwenda kwa Mungu, hatuwezi kwenda kwa Mungu Baba, kwa Baba yake pasipo kupitia njia yake Yesu Kristo. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo tuendelee kumheshimu Yesu Kristo kwa heshima, tuendelee kumwamini na tuendelee kumtamani kila itwapo leo. Anasema kwamba atakayeokoka ni yule ambaye ataubeba msalaba wake kila siku na kumfuata Yesu. Yule ambaye ana moyo wa toba na kumfuata, kwamba hapa sijafanya vizuri, Bwana Yesu naomba unisamehe, nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Na hajatuacha yatima, ametuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu kutusaidia. Kwa ndugu yangu, usiishi katika dhambi. Yupo Yesu Kristo aweze kukusamehe.
Yupo Yesu Kristo aweze kukutoa katika vifungo vya laana na dhambi na mauti. Yupo Yesu Kristo aweze kukutoa katika uharibifu. Yupo Yesu Kristo aweze kukufungua. Yupo Yesu Kristo aweze kukuleta katika hatima ya maisha yako. Upo mahali gani? Umesongwa na nini? Umefanya dhambi za kiasi gani, kiasi kwamba wakati mwingine unapita unaona kama watu vile wanakuona wewe ni kahaba, wewe ni mchawi, wewe ni mtenda dhambi, wewe ni muongo, wewe ni mzinzi, wewe umetenda kila aina ya dhambi. Na mwingine yamkini una dhambi za silini, kwamba wengine wanaona ni mtakatifu lakini moyo wako umechafuka. Nasema njoo kwangu, wewe mwenye kulemewa na mizigo, na mimi nitakupumzisha. Kwa Yesu Kristo huyu ambaye ninamwabudu, Yesu Kristo huyu ambaye ninamwamini, ni hakika mimi ameniokoa, amenitetea, amenishindia, amenitoa mbali. Na leo hii ninasimama kukuambia kwa ujasiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, na yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mungu awabariki. Kwa hivyo kama umesikiliza neno hili na unatamani kumpokea Yesu, unatamani kumjua Yesu, unatamani kwamba Yesu akusamehe dhambi, Yesu akusaidie, waweza kuomba na mimi sasa hii. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Asante kwa wema wako. Asante kwa kuja duniani kwa ajili yangu. Ninatambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja mbele zako unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, kwa kujua ama kwa kutokujua. Nisamehe dhambi zangu, nioshe kwa damu yako. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Maana umesema ya kwamba tukikiri kwa kinywa chetu na kukuamini moyoni mwetu kwamba Mungu alikufufua katika wafu, tena kwamba wewe ni mwana wa Mungu, sisi tutaokoka. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunisafisha. Asante kwa kunipa neema. Ninaomba Roho wako Mtakatifu aingie ndani mwangu ili anifundishe, anisaidie, anielekeze, aniongoze. Ninakushukuru Yesu, ninakubariki kwa kunisamehe na kwa kunipa maisha mapya. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Hivyo kama umeomba sala hii, Mungu akusaidie. Karibu kwa wana wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Isiishie tu hapo. Tafuta kanisa la kiroho. Tafuta kanisa ili kwamba wewe uweze kufundishwa kuyashika yote na uweze kubatizwa katika maji, lakini Roho Mtakatifu akubatize katika moto ili umtumikie yeye, uwe mwanafunzi wake. Mungu akubariki.